nichukue nafasi hii kuwasilisha ujumbe wa Pentekoste mwaka 2025 ambao unahusu maujaji katika matumaini, Roho Mtakatifu na ujasiri wa kutangaza habari njema. Ndugu waumini wapendwa, tunamshukuru Mungu aliye hai kwa neema ya kuadhimisha tena sherehe ya Pentekoste, siku takatifu ambayo kanisa lilijaliwa zawadi kuu ya Roho Mtakatifu ambaye ni mfariji, mshauri wa kweli na chanzo cha nguvu ya utume wa Kikristo. Pentekoste siyo tu kumbukumbu ya kihistoria, bali ni uzoefu hai wa kanisa katika kila kizazi. Tunapojazwa tena na Roho Mtakatifu ili kuishi na kutangaza Injili kwa ujasiri, upendo na hekima. Pentekoste ya mwaka 2025 inaadhimishwa katika mwanga wa Jubilei kuu ya Kanisa Katoliki chini ya kauli mbiu maujaji katika matumaini. Jubilei hii ni kipindi cha neema na toba, cha kuanza upya na kutembea pamoja kama kanisa katika safari ya kisinodi, tukisikia, tukishirikiana na tukiambatana katika Kristo aliye njia, ukweli na uzima. Katika dunia ya leo iliyojaa hofu, migawanyiko ya kijamii na kisiasa, mmomonyoko wa maadili na kupungua kwa matumaini, sauti ya Roho Mtakatifu inatuita kwa nguvu mpya. Roho Mtakatifu anatualika tuwe vyombo vya Injili ya matumaini, tukijitokeza si kwa hofu wala mabishano, si kwa fujo wala mabishano yasiyo ya Kikristo, bali kwa ujasiri wa kiinjili, ule unaojengwa juu ya ukweli, upendo na unyenyekevu. Waamini wapendwa, kwa njia ya ubatizo wa kipaimara, kwa njia ya ubatizo na kipaimara tumepakwa kwa Roho Mtakatifu na kushiriki daraja la Kikristo kama makuhani, manabii na wafalme. Hii ni dhima ya kila mlei, si kwa wachungaji peke yao, ya kueneza Injili kwa maneno na matendo ndani ya familia, katika jumuiya ndogo za Kristo, vigango, parokia, majimbo hadi taifa zima. Pentekoste hii inaangukia katika mwaka muhimu kwa taifa letu, mwaka wa uchaguzi mkuu. Hili ni tukio la kihistoria linalohitaji tafakari ya kiroho na mshikamano wa kitaifa. Tunaitwa na Roho Mtakatifu kuombea Tanzania ipate viongozi waadilifu na uchaguzi wa haki, amani na usawa. Tunapaswa kushiriki mchakato huu si kwa jazba au matusi, bali kwa maadili ya Kikristo, kwa kutetea ukweli kwa hekima, kuheshimu maoni ya wengine na kuepuka lugha ya chuki. Tukirejea Matendo ya Mitume sura ya 4 aya 23 mpaka 31, tunaona kanisa la mwanzo lilikusanyika kwa sala wakati wa misukosuko ya kijamii na kisiasa. Kwa maombi yao Roho Mtakatifu aliwajalia ujasiri wa kutangaza Injili bila hofu. Nasi pia katika mazingira yetu ya leo tunaitwa kuwa mashahidi wa Injili ya amani na upatanisho, tukiwa watu wa sala, usala na uwajibikaji wa kijamii. Hii ni fursa ya kutafakari kwa dhati wito wetu wa Kikristo. Je, ni kwa namna gani familia zetu ni shule ya imani na upendo? Je, jumuiya ndogo za Kristo ni chemchemu ya mshikamano? Je, sisi ni vyombo vya matumaini, hasa kwa maskini waliopuuzwa na vijana wanaohangaika kutafuta maana ya maisha?
Roho Mtakatifu anatuita kuamka kutoka usingizi wa kutojali au kukata tamaa. Anatutia nguvu ili tuwe manabii wa matumaini katika kizazi hiki, tukikemea uovu kwa hekima, tukilinda utu wa binadamu na kushiriki katika maisha ya kijamii kwa misingi ya Injili. Waamini wapendwa, uchaguzi si tu tukio la kisiasa, bali pia ni mtihani wa maadili ya kitaifa. Tutumie zawadi ya uhuru wa kidemokrasia kwa busara na moyo wa ujenzi wa taifa. Tujiepushe na chuki, uchochezi au ushabiki usiozingatia haki ya kweli. Amani ni zawadi ya Mungu, lakini pia ni matunda ya juhudi zetu. Pentekoste hii tukiwa mahujaji wa matumaini, na katika matumaini tuungane na kanisa zima katika sala hii ya mitume. Bwana, utujalie sisi watumishi wako kusema neno lako kwa ujasiri wote. Tuwaombee viongozi wetu wa sasa na wa baadaye, vyombo vya uchaguzi na wananchi wote, ili uchaguzi wa mwaka huu uwe njia ya neema na si chanzo cha vurugu. Kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa kanisa, na kwa neema ya Roho Mtakatifu, Tanzania ibaki kuwa nchi ya amani, haki na upendo. Tunatamani kila mmoja aweze kusema kama Mtume Paulo, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ni sisi watumishi wenu katika Kristo, kama tutendaji halmashauri ya walei taifa.